endelea na kitabu chetu cha At-Tajrid as-Sarih li ahadithi al-Jami' as-Sahih lil-Imam az-Zabidi fi ikhtisari Sahih al-Bukhari, tukiwa bado kwenye kitabu al-Adhan. Qala al-Imam al-Bukhari babu al-adhani wal-iqamati lilmusafiri idha kanu jama'atan, mlango unaozungumzia adhana na iqama lilmusafiri, kwa mtu mwenye kusafiri au kwa msafiri, kutoa adhana na kuqimu idha kanu jama'atan, pindi watakapokuwa jamaa, kikundi. Takapokuwa kikundi na sisi ni wasafiri, jambo la kutoa adhana na kutoa iqama wasafiri, alafu tukataka tuswali kwa pamoja jamaa. Anasema عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kwamba Mtume kana ya'muru muadhinan yuadhinu, alikuwa Mtume anamwamuru mtoa adhana yuadhinu, atoe adhana, ay hum fi safar, thumma yaqulu ala ithrihi, kisha anasema ala ithrihi, mwisho wa adhana yake, mwishoni mwa adhana yake aseme ala sallu fi rihal, swalini katika vipando, rihal, au ala sallu fi rikabikum, au ala sallu fi buyutikum, swalini majumbani mwenu, salini kwenye vipando vyenu, swalini katika majumba yenu. Anayasema haya fi lailati albarida, atakapokuwa na giza, usiku ambao wenye baridi kali. Basi mtoa adhana napomaliza kutoa adhana yaseme haya, ala sallu fi rihali au almatirati fi safari, au mvua. Almatira ni mvua yapokuwa ni kali au inaponyesha, tena mvua ambayo itakayokuwa ni muballilu lithiyab, ni kutotesha nguo. Fi safari, wakia safarini, aseme hayo maneno, ala sallu fi rihal, ala sallu fi rikabikum, sallu fi buyutikum. Hadithi hii ina masaili kadhaa. Jambo la kwanza ni mlango namna unavyosema kwamba mtoa adhana na mwenye kufanya iqama itafaa kwa wasafiri kufanya hivyo ikiwa watataka waswali jamaa, kama hapa Mtume alipomwamuru mtoa adhana atoe adhana. Kwa hapo walikuwa safarini, kama alivyosema au almatirati fi safari. Jambo la pili, aliposema ala sallu fi rihal, amesema haya maneno anasemwa ala ithri al-adhan, mwishoni mwa adhana. Ukishamaliza kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, ndio nasema ala sallu fi rihalikum, sallu fi rihal au sallu fi rikabikum au sallu fi buyutikum. Anasema haya maneno, kasema hapa ala ithrihi, na yake nasema haya mwisho mwa adhana. Kwa hii ni nasi ya hadithi ya Abdullah ibn Umar inathibitisha hivyo kwamba haya maneno yanasemwa mwishoni mwa nini, mwa adhana. Lakini imekuja fi sahihaini hadithi ya Abdullah ibn Abbas, imekuja fi sahihaini tena
hadithi ya Abdullah bin Abbas yenyewe inasema haya maneno haya, ala sallu fi rihal, atayasema badala au badalu hayya ala tayn, atayasema badala ya kusema hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala alfalah, hayya ala alfalah. Badala ya kusema hayya ala salah atasema sallu fi buyutikum, badala ya kusema hayya ala alfalah atasema sallu fi buyutikum, sallu fi rihal, sallu fi rikabikum. Hii hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo matamshi haya yanatamkika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni baada ya adhana, na sehemu ya pili badala. Manake hautozitamka zile hayya ala salah, hayya ala alfalah, utasema hivi. Na haya maneno yanasema wakati gani? Yanasema kwenye hadithi imesema fi lailatil baridati, katika usiku wenye baridi, au almatirati fi safari, au mvua safarini. Haya masala ya pili ya hadithi hii, na kilahuma la bas, yote haya yanafaa, hakuna ubaya. Ima useme mwisho wa adhana na ima useme badala ya hayya ala tayn, kwa sababu yote imethibiti na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la mwisho kwenye hadithi hii inatajwa kuwa ni katika hadithi yenye utoa ushahidi wa kwamba kuna nyudhuru zikimpata mtu yatakhalafa an aljamaa. Hadithi hii ni dalili, ni ushahidi unaotumika kwa mtu ambaye akipatwa na udhuru mmoja katika nyudhuru zifuatazo, basi jamaa hatoiswali, swala ya jamaa hatoswali, swala ya msikitini jamaa hatoiswali. Hadithi hii ni ushahidi huo, kama uthibitisho wa wazi kwa uthibitisha ya kwamba mtu ambaye atakayepatwa na udhuru, basi huyo udhuru huu namwambia wewe usihudhurie msikitini kabisa, swalia nyumbani kwako. Kwa hiyo ukipatikana udhuru huo, mtoa adhana sasa ndo anasema haya maneno. Sasa anayetoa adhana sasa ndiye anatakiwa aseme haya maneno, ala sallu fi rihal, sallu fi buyutikum, kwa Kiarabu sio Kiswahili. Sallu fi buyutikum, swalini majumbani mwenu, kwa sababu tayari kumeshapatikana nini? Kupatikana udhuru, ndo atasema haya maneno. Atasema wapi? Ima mwisho wa adhana, na ima atasema badala ya nini? Ya hayya ala tayn. Indana fi madhhabi, kwenye madhhabu ya Malikia pana nyudhuru zifuatazo. Wamesigawa katika sehemu tatu, lakini nitazitamka zote sardan. Nyudhuru ambazo zinampelekea mtu ayatakhalafa fi salati aljamaa. Hizi ni nyudhuru, zikikupitikia basi swala jamaa hautoswali wala hauna dhambi, na malipo yako yatakuwa ni yale yale ya salatu aljamaa ikiwa utaiswalia nyumbani. Udhuru wa kwanza ni almarad, maradhi ambayo yanakufanya wewe huwezi kusimama, yani kunyanyuka tu kutembea huwezi. Almarad, maradhi yani makali ambayo wewe kunyanyuka tu huwezi kabisa. Basi unaambiwa kwa udhuru huo wa maradhi, naam, sallu fi buyutikum, swalini majumbani mwenu. Huu ni udhuru wa kwanza. Udhuru wa pili ni alkhawfu shadid, ni hofu kali, hofu na hofu, naogopa kutokana barabarani, yawezekana kuna malusus, kuna makutaa tariq, majambazi, kuna vita katikati hapa yepo, kuna mapigano baina ya makabila kwa makabila, kuna wanyama wakali hapo wanakula binadamu, kuna jambo lipo katikati, mambo ya kichawi, mambo ya nini yamejaa barabarani hapa. Ukajawa na hofu kwamba hapa tukipita sisi inawezekana yakatukuta keita. Basi unaambiwa haya, swali nyumbani kwako kwa hofu hii sasa. Lakini sio niambie tu hofu ya kuogopa nyoka mdogo majumba, labda ni majoka makubwa ambayo yanakupelekea barabarani kweli yatakadhuru watu. Naam. Sababu ya tatu ni almataru alladhi yabullu thiyab, mvua ambayo inayototesha nguo. Mvua ambayo inayototesha nguo, nguo inatota kweli kweli, yani mpaka unafika msikitini hapo unafuka maji tu, unatidhika maji mwili mzima.
nguo yote inatoka maji, inatoka maji. Basi unaambiwa haya bwana, swali nyumbani, kwa sababu hii mvua hii, hali yako wewe hautoweza kuswali jamaa. Utakana nani kwenye jamaa? Sasa aliyekaa pembeni yako kavaa vizuri, wewe unafuka maji tu. Huo ni udhuru mwingine. Lakini pia vile vile udhuru mwingine ni albardu shadid, baridi kali, albardu ashadid, kama vile mingi ya mabarafu ile, unakuogopa ukatembea ukadhani kuna barabara, kumbe kuna shimo hapo. Lakini pia ile hali tu ya kutembea hutoweza. Sio baridi yetu hii, baridi yenyewe ile, baridi nzito kali kisawasawa. Tembea hivi pamejaa barafu kila kona, ambia bardu shadidi ustadhi. Lakini pia sababu nyingine ni alwahlu. Alwahlu ni uterezi, unatereza. Ima ni mvua ilinyesha usiku, sasa umeamka asubuhi, barabara yote yakuwa imejaa uterezo, matope yamejaa kila kona. Ukitembea hivi umedondoka, nguo mara umeilalia, mara umefanyaje. Basi udhuru huu kweli, wewe swali nyumbani na uthibitisho uwepo. Yani unaona kabisa barabara yetu namna ilivyo hii ni barabara ambayo inakumbwa na utelezi mara kwa mara. Kwenye mvua hii sio barabara nzuri, magari yenyewe hayapiti. Naam, wahlun shadid. Lakini pia vile vile sababu nyingine ni al'ama in lam yajid qa'idan au yashuqu alayhi, kipofu ambaye hakupata wa kumuongoza kumpeleka msikitini, na jambo la yeye mwenyewe kuja msikitini linamtia uzito. Al'ama in lam yajid qa'idan wa yashuqu alayhi dhahab, kipofu ambaye hajapata mtu wa kumuongoza kumpeleka msikitini, au yeye mwenyewe tu, hata kama ana kiongozi, jambo la kwenda msikitini ni zito sana ikiwa anakwenda mwenyewe. Achilia mbali wale ambao Allah kawajalia wana uwezo wa kujua barabara, akigusa hivi kajua kafika hapa, akigusa hapa, achana hapo. Sema ni yule ambaye kwenda tu msikitini kunakuwa ni tabu kwake. Naam, anaambiwa huyo kipofu aswalie nyumbani. Lakini pia vile vile indana ni mudafaatu al-akhbathain, kuzuia haja mbili, yani kitendo cha wewe kuwa haja zako mbili kubwa na ndogo ziko katika sehemu ya kutoka, wakati wa kutoka. Kwa hiyo kitendo cha kuzuia zisitoke, naambiwa wewe kutokana na hali yako hiyo, hebu wewe swali nyumbani. Kwa mfano kuna watu wana maradhi ya mikojo, yani dakika mbili itakojoa. Kwa hiyo kitendo cha kuingia msikitini na kuzuia ule mkojo wake hawezi. Anataka ukija tu akakojoe. Kwa hiyo huyu kwa sababu ya kuhofia shari hiyo ya kuchafua nguo zake na msikiti, kwa kuwa yudafiu al-akhbathain, anazuia zile njia haja mbili, kuzuia zile haja mbili, swali nyumbani anazizuia zile haja mbili. Lakini vile vile udhuru mwingine ni hudhuru taami, kufika chakula ukiwa na njaa kali na chakula ndio kimefika. Kula kwanza, shiba, nenda kaswali. Yani ujihakikishia kwamba ni kweli mimi nina njaa, sio ule uroho tu kawaida ule, hapana. Nazungumzia njaa kuli mtu anayo ile njaa yake, na ndio bana kula kwanza, baada ya kula nenda ukaswali. Kwa hii pia ni udhuru. Na mwisho kabisa ni at-tamrid. Udhuru wa mwisho kabisa ni at-tamrid. At-tamrid ni kuuguza. Mtu anayemuuguza mtu na mgonjwa nyumbani, yule mgonjwa akitoka tu kuna shida, fanya hivyo, kuna shida yote, basi naambiwa wewe swalia nyumbani, kwa sababu wewe una hali hii ya mgonjwa, kwa kuwa unamuuguza ima nyumbani ima hospitalini, na wewe ndio wapo unamwangalia, kumnyanyua, kumgeuza, kumletea choo, kumletea sufuria, kumletea beseni, kumnyosha dawa. Kwa dakika 10 ukipoteza hizi kuna msikitini, inawezekana yakapitikia kwake yeye mambo fulani, kaja ukaleta shida baadaye. Kwa hizi ni a'dhar, na baadhi wamezitungia abiyati nyudhuru hizi. Tayeb, kwa hiyo hii ni hadithi inatolewa dalili katika masuala haya, na hapa kwenye hizi nyudhuru
tumepata sababu mbili. Sababu ya kwanza ni baridi, sababu ya kwanza ni baridi, na sababu ya pili utamka kwenye hadithi ni mvua, ni mvua. Kwa hiyo ala kulli hali kwamba mwenye kusafiri au na mtu ambaye anaswali nyumbani, ikiwa kutamtokea udhuru wa namna hiyo, itafaa asihudhurie swala za jamaa. Qala sema babu qauli rajuli fatatna as-salatu. Mlango mwingine unazungumzia qauli rajuli, kauli ya mtu, tamko la mtu, neno la mtu anaposema fatatna as-salatu, imetupita swala. Neno la mtu anaposema fatatna as-salatu, imetupita sisi swala. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala, imepokelewa kutoka kwa Abi Qatada Allah amridhie, anasema bainama nahnu nusalli ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kipindi ambapo sisi tulikuwa tunaswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaswali pamoja na mtume alayhi salatu wasallam, mtume ndo imam anatuswalisha. Idh sami'a jalabat ar-rijal, pale ambapo aliposikia jalaba. Jalaba ni harakati na sauti za maamuma kwa nyuma. Mfano mtu anakuwa na wahi, vile vishindo vyake vishindo vile vya mtu anawahi kwenye swala. Jalaba ni ile sauti na ile harakati ya mtu anapokuja kuswali na wahi swala hiyo. Imamu ukiswali tunasikia kuna mtu anakuja katoka kule, kuna mtu kwa swali. Lakini kama kwetu kwa masufi humu, unamsikia mtu anaanza usalli fardhu salati dhu, ile sauti ndio hiyo, huyu anawahi swala. Au mwingine Allahu akbar, sauti ya juu Allahu akbar, yani kwa maana nisubiri, kwa maana imamu nisubiri huko nakuja, usifanye haraka. Na haraka ya nini? Kwa jalaba ni sauti, jalabatu rijali ni ile sauti ya harakati za watu na kuongea kwao, mazungumzo yao na wazungumza, au vishindo vile au kadha. Sasa mtume wakati anasalisha watu akasikia ile sauti kule nyuma. Falamma salla ay intaha min salati, alipomaliza swala yake mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, akasema ma sha'nukum, mna jambo gani nyinyi? Mna jambo gani nyinyi? Bwana nisikie sauti kali huko. Qalu, wakasema wasahaba, istajalna ila salati, tumeharakisha kwenye swala, tumefanya haraka kwenye swala, tumekuja mbio kuja kwenye swala. Mashaallah. Na ukiangalia haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema baada an yantahiya ala salati, baada ya kumaliza swala. Iko hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inathibitisha kuhusiana na kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam, kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam. Alipowakataza akasema ya kwamba mimi ninakusikieni kile ninachokisoma kwenye swala zenu. Yani yeye anaangalia mbele kwenye kibla, lakini huko nyuma anamuona huyu na huyu na huyu anasoma, anasikia huyu anasoma. Hawakuwa wanasoma kwa sauti, lakini mtume alikuwa anasikia namna gani anaposoma. Kisha mtume akawakataza sallallahu alaihi wasallam. Nikana maana ya kwamba katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na uwezo kupitia idhni Allah subhanahu kuweza kusikia sauti ya mtu anayesoma nyuma kule. Yeye mtume alayhi wasallam kajaliwa hivi, ni jambo hususiyatun lahu, ni mahususi kapewa yeye alayhi salatu wasallam. Kwa yuko mbele, lakini wewe uko nyuma, ukawa yeye anasoma na unasoma,
alikuwa anawasikia sallallahu alaihi wasallam. Na hapa amemaliza swala ndio akasema ma sha'nukum, mna jambo gani nyinyi? Wakasema istajalna ila salati, tumeharakisha kuja kwenye swala, au kwa haraka haraka tumefanya kuelekea kwenye swala. Hii haraka yetu sio ya bure. Qala, mtume akawaambia fala tafalu, msifanye hivyo, hivyo sio sawa. Ibara nzuri kabisa, fala tafalu, msifanye. Kwa sababu hapa neno hili fala tafalu lipo kwenye tariqatu ta'lim, lipo kwenye njia ya kufanyaje, ya kusomesha. Anawasomesha kwa ibara inakuwa nyepesi tu, ambayo hiyo kali sana, lakini kuna wakati wakifanya vitendo vikali. Alikuwa anazungumza maneno makali sallallahu alaihi wasallam, kama alivyomwambia Abu Dharr, innaka mru'un fika jahiliya, wewe una mambo ya bado na mambo ya kijahilia tu. Ya Abu Dharr, eti da'uha fa innaha muntina, wache huo kabila wewe, wache huo asabia, uvuni uvundo huo. Na haya maneno badilika kidogo. Lakini pia wale watu ambao waliokuwa wanajinyanyua kunako ukabila, alisemaje? Man ta'azza bi'azai jahiliya, atakayejifadhilisha na kujinyanyua kwa sababu ya mambo ya kijahilia huko. Kwa mimi ni Mquraishi bwana, sisi ndio tulikuwa wasimamizi wa Kaaba hapa. Man ta'azza bi'azai jahiliya, atakayejifadhilisha kwa kujifadhilisha zile mambo ya kijahilia ya zamani, fa'idhuhu bihani abihi wala tukannu, mwambieni au nyonye utupu wa baba yake, wala msiufiche kwenye kuutamka ule neno utupu, msisite kutamkeni vile vile lilivyo kilugha yenu. Niasikie maneno makali au maneno sio mepesi au maneno makali bijanabihi sallallahu alayhi wasallam. Kwa nafasi yake mtume, maneno sio madogo, yapo kwenye kiwango cha ukali, sio kiwango cha busara eti, yani kiwango la busara, lakini kwa sababu ni wakati anatakikana akaripie jambo. Fa'idhuhu bihani abihi wala tukannu, mwambieni akaunyonye utupu baba yake alikotokea. Yesu katokea hapo, aende akaushike utupu baba yake au nyonye, na wala msifiche kulitamka neno hanu, msifiche kulitamka, litamkeni hivyo lilivyo kwa lugha zenu. Kwa hapa mtume sufala tafalu, neno jepesi, yani ambalo linaonyesha taalim, kusomesha, kuwasomesha watu. Kwa hiyo hili ni ibara karima. Idha ataitum salata, pindi mtakapoziendea swala, elimu inaanza. Idha ataitum salata, pindi mtakapoziendea swala, yani mtakapoiendea swala, fa alaykum bisakinati, ni juu yenu utulivu, msiende polepole tu, kwa utulivu kabisa. Fa alaykum bisakinati fama adraktum fasallu, mtakacho kidiriki na kukipata, fasallu. Na hii ni dalili ya wazi kwamba maamuma anapofika msikitini, atakacho kikuta kipo kwa waumini na imamu wao, ndicho hicho naye atakikana akifanye. Lakini kabla ya hapo lazima atoe takbiratul ihram, Allahu akbar, kisha aseme Allahu akbar, ya kumpeleka kwenye kile kitendo ambacho yuko imamu na maamuma, kwa sababu hadithi nasema fama adraktum fasallu, mtakachokidiriki na kukipata swalini. Kwa unawakuta watu wapo kwenye sujud, wewe Allahu akbar kisha Allahu akbar tena kwenye sujud. Unawakuta watu kwenye itidali, na wewe sema Allahu akbar takbiratul ihram kisha Allahu akbar takbira ya kuondoka kwenda kwenye itidali ambayo watu wapo wamekaa na wafanye Allahu akbar takbiratul ihram, Allahu akbar, nenda ukakae kwenye at-tahiyya. Wama fatakum faatimu, na kile mlichokikosa kikamilisheni. Kile ambacho mmekikosa kikamilisheni. Na kimepita rakaa 3, rakaa 2, rakaa 4, zote zimekupiteni, ukuta ndio mwishoni kabisa kwenye tashahudi, kaa na wewe tashahudi pale, kaa tulizana, kisha baada ya hapo rudi tena
anza kuziswali rakaa zako 4. Kwa hiyo kauli hii ni kwamba watu hawa walisema fatatuna salatu, imetupita swala, kwa hiyo yatakikana twende haraka. Tumepita swala imetupita, twende. Kwa hiyo wakaenda kwa haraka. Faida ya hadithi hii, anna itiyana salati takunu bisakinati walwaqar, jambo la kuiendea swala linatakikana liendwe kwa utaratibu na kwa upole. Mtu aliyechelewa swala, basi anapoidiriki, anapoifuata swala kwa ajili kwenda kuswali, aende bisakinati walwaqar, kwa utaratibu na kwa upole. Lakini pia ndani ya hadithi hii, nahyu nabii sallallahu alaihi wasallam an istijali ila salawat, katazo na Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako kuharakisha kuendea swala. Tumekataza mtu asiende mbio kuendea swala, kufanya hivyo. Ndio maana akasema fala tafalu, basi msifanye. Lakini pia faida ya hadithi hii ya kwamba man fatahu arraka'a yajibu itmamihi, yule ambaye imempita swala, imempita rakaa 2, moja ni wajibu kwake kuikamilisha, ni wajibu wake kuikamilisha. Na tumepita nyuma kwa tumeona ya kwamba sehemu ya kuidiriki rakaa ni kwenye rukuu. Sehemu ya kuidiriki rakaa ni pale unapokuwa katika rukuu, umemkuta imam na maamuma wapo katika rukuu, na wewe ukafika pale, unaambiwa hiyo rakaa umeidiriki, rakaa hiyo umeidiriki. Pamoja na kwamba wengine wanaona hapana, kwa tulisema nyuma, wanaona kwamba lazima kwa mtu apitie asome sura Fatiha au awe na imam kwenye qiyam, lakini sahihi ni kwamba kwenye rukuu ndiko ambako kunako mpelekea mtu kuidiriki rakaa ile au swala ile. Na mwisho kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha ya kwamba inawezekana imamu akasikia vya nje. Hili ni jambo liko wazi ambalo huwezi kulipinga. Yani imam ana uwezekano wa kusikia vya nje na anaswalisha, kusikia watu wanapiga kelele, kusikia kuna mwanamke analia huko ndani au mtoto analia, au akasikia kuna ugomvi, chochote kile imamu anaweza kusikia. Kwa hiyo maana yake kitendo cha kusikia ni kitendo kinachothibitisha ya kwamba pana uwezekano imamu akatoka nje kidogo ya mawazo ya swala. Sawa, akatoka nje kidogo ya mawazo ya swala akarudi. Ndio maana Mtume kasikia nini kwa watu? Amesikia nini? Amesikia sauti za harakati zao. Kwa walikuwa wanakuja mbio, wanakimbia. Mtume kasikia sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo imamu ana uwezekano akasikia sauti za watu, kelele za watu, na wala hilo halipunguzi khushu'i ya swala. Melewana jamani? Halipunguzi nini? Khushu'i ya swala, kama unyenyekevu kwenye swala halipunguzi. Akhsha an-nas li rabbihim au li rabbina, mcha Mungu anayemwogopa zaidi Allah ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na amesikia sauti za watu nyuma ya swala, kasikia. Sawa, amesikia. Kwa hiyo kama amesikia yeye sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe tukiwa tunaongoza swala, pana uwezekano na sisi tukasikia pia. Kwa tukisikia, tukatoka kidogo kwenye swala, tukarudi tena, tukatoka tena tukarudi, hilo halipunguzi khushui ya nini? Halipunguzi khushui ya swala, kwa sababu limemtokea pia nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.